Niwaombe kwanza mpokee salamu za jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawasalimia sana na amenituma niwahakikishie kwamba yale yote aliyoahidi wakati wa kampeni na yale ambayo yameandikwa kwenye ilani ya uchaguzi yatakwenda kutekelezwa. Na hivi tunavyoongea tayari utekelezaji umekwisha kuanza. Kuna baadhi ya mambo ambayo tuliongea wakati wa kampeni sasa yameanza kutekelezwa. Mambo ya afya, mambo ya elimu, mambo ya maji, mambo ya sekta za uzalishaji pamoja na miundombinu. Niwaombe Wanagairo tuendelee kudumisha amani yetu ili tuweze kutekeleza haya ambayo nimewaambia. Mheshimiwa Rais amejitambulisha kwamba yeye ni kiongozi wa matokeo. Leo tunavyoongea hapa, katika kipindi cha takriban miaka 4-5, Mheshimiwa Rais amejenga madarasa zaidi ya 79,000. Amejenga shule za msingi zaidi ya 2,700. Amejenga shule za sekondari zaidi ya 1,300. Maana yake nini? Maana yake inatupa ishara kwamba haya aliyotuahidi katika ilani ya 2025 kwenda 30 na yenyewe yanaenda kutekelezwa. Na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali napita kila eneo kuhakikisha kwamba haya yanatekelezwa. Hivyo hivyo imefanyika kwenye afya. Tulikuwa na hospitali, tulikuwa na wilaya zaidi ya 100 zikiwa hazina hospitali. Hivi ndani ya miaka 4 kwenda 5 zimejengwa hospitali 119 kwenye wilaya zetu ambazo hazikuwa na hospitali. Na hata kwa mkoa wa Morogoro nimepewa taarifa ya maeneo ambayo yamejengewa hospitali za wilaya. Lakini vimejengwa vituo vya afya zaidi ya 649. Lakini si tu majengo, Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 ameajiri wataalamu wa afya 5,000. Wameajiriwa wataalamu wa elimu 7,000. Na kazi hiyo inaendelea ya kuhakikisha tunaendelea kupata wataalamu ili wananchi wetu waweze kupata huduma katika maeneo ya karibu. Rai yangu kwenu Wanagairo, haya yote tunayoyaongea hatuwezi tukatekeleza kama hatuna amani. Na mimi niwaambieni, wanufaika wa amani ni wananchi wenyewe. Gairo ikiwa na amani, watu wa kwanza wa kunufaika na amani hiyo ni Wanagairo wenyewe. Gairo pakiwa na uvunjifu wa amani, watu wa kwanza wa kuathirika ni Wanagairo wenyewe. Sasa kila mahali ninakopita na wakumbushia Watanzania kwamba mtaji wa kwanza tulionao wa kufanya shughuli yeyote ni uhai Mungu aliyotupatia. Mtaji pili wa kufanya shughuli yeyote unayoiwaza ni amani katika eneo lako ulipo. Gairo oye! Sasa katika kupita nafuatilia shughuli za serikali, nataka yale ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi yafanyiwe kazi. Sasa katika baadhi ya maeneo napita na kutana na hali za kusuasua. Hayo ni mambo ambayo hayakubaliki. Katika baadhi ya maeneo nimepita, hospitali zimejengwa, wataalamu wa afya wameletwa,
Bajeti ya dawa imeletwa, kuna sehemu nimepita, utoshelevu wa dawa, bajeti ya dawa zaidi ya bilioni 1, utoshelevu wa dawa zaidi ya 90%, 93%, 95%. Lakini kila mgonjwa akienda hospitalini anaambiwa akanunue dawa kwenye duka liko pembeni pembeni tu. Haya hayakubaliki.